Niguse tena, niguse tena, ninaomba Baba, uniguse tena, niguse. Rakatapaya na basa. Zaidi ya mwaka mmoja sasa nimekuwa nikipokea maono na maonyo ya kinabii kuhusu usalama wa taifa letu la Kenya. Sizungumzi kwa mawazo yangu binafsi au hisia zangu, bali kulingana na kile ninachohisi Mungu anaweka rohoni mwangu. Kama ingekuwa ni mawazo yangu mwenyewe, ningesema taifa lina amani na kila kitu kiko sawa. Hata hivyo, katika kipindi cha takriban miaka 3 iliyopita, Mungu amekuwa akinionya mara kwa mara kuhusu hali ya usalama wa taifa letu. Baadhi ya maonyo haya yamehusisha vijana kuibuka katika makundi yaliyopangwa kama magenge, pamoja na maeneo fulani kuanzia kushuhudia hali ya kutokuwa na utulivu. Na kwa hakika tumeona wakistorm even the churches now. Pia kumekuwa na maonyo ya kinabii kuhusu wakati wa mtikisiko katika Nairobi. Hiyo nimewaambia, na hapo Mungu aliongea kuhusu KICC. Mambo haya yamekuwa mazito moyoni mwangu, si kwa sababu ninayatamani, bali kwa sababu nahisi kuwajibika kusema yale Mungu anafunua, ili watu wa Mungu waweze kuomba na kusimama katika pengo kwa ajili ya taifa letu la Kenya. Miezi 2 iliyopita nilitoa onyo kuhusu mgawanyiko wa kisiasa unaoongezeka katika eneo la Mount Kenya region, nikionya kwamba mgawanyiko huo unaweza kudhoofisha umoja wa jamii na kuwaweka wananchi katika hatari ya kudanganywa au kudhibitiwa. Takriban mwezi mmoja uliopita, tena nilitoa tahadhari ya kinabii kuhusu kuongezeka ukosefu wa usalama katika maeneo kadhaa ikiwemo Nairobi, Rift Valley, Kisumu, Northeastern Province na Mount Kenya region. Wiki 3 zilizopita pia nilionya kwamba huenda kuna mipango inayopangwa kusababisha machafuko kabla ya uchaguzi, ambapo ghasia zinaweza kuchochewa ili kufuruga na kuathiri mchakato wa kidemokrasia. Nilieleza pia hofu kwamba vijana na hata watoto wanaweza kutumiwa au kudanganywa na wanasiasa kushiriki katika vitendo vya furugu na machafuko. Matukio ya hivi karibuni nchini, ikiwemo furugu katika mikutano ya kisiasa, makundi yaliyopangwa kuvamia mikusanyiko, kuongezeka kwa mvutano wa kisiasa na taarifa za mashambulizi ya kisiasa yanaonyesha uzito wa wakati huu na umuhimu wa kuwa macho pamoja na kuomba. Tuendelee na maombi. Hii ni wito kwa serikali na vyombo vya usalama. Kwa unyenyekevu, ninaiomba serikali pamoja na vyombo vyote vya usalama vichukulie masuala ya usalama wa taifa kwa uzito mkubwa na kuwa macho zaidi ili kuhakikisha amani inalindwa,
na wananchi wote wanakuwa salama katika taifa la Kenya. Wito wa dharura kwa mwili wa Kristo. Waombezi, wapiganaji wa maombi na walinzi wa kiroho. Huu ndio wakati wa kuamuka na kuomba. Natoa wito kwa makanisa, mitandao ya maombi na waumini kote nchini na hata walioko nje ya nchi kuungana katika maombi ya dharura kwa ajili ya taifa. Amani na utulivu katika taifa lote. Hayo ndio yale maombi tunaomba. Ulinzi wa watoto na vijana dhidi ya kutumiwa kisiasa. Hekima na busara kwa viongozi wa taifa. Kufichuliwa na kuzuiwa kwa mipango ya furugu na machafuko. Umoja kati ya jamii mbalimbali na kuridwa kwa mshikamano wa taifa. Kama watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso wangu, basi nitasikia kutoka mbinguni na kulisamehe taifa lao na kuiponya nchi yao. Mambo ya Nyakati wa Pili 7:14. Huu ni mwaka, wito wa mwisho. Huu ni wakati wa kuwa macho kiroho. Wakati umefika kwa kanisa kuinuka kwa maombi. Kuwa macho na kusimama katika pengo kwa ajili ya taifa. Na tulilie Mungu kwa ajili ya rehema, ulinzi, amani na uingiliaji wa Mungu juu ya Kenya. Na maombi yapae kote nchini ili kila mpango wa furugu ufichuliwe na taifa letu lihifadhiwe.